moja kati ya mwaliko ambao kaupata ni kwenye club ile ya Man City pale Uingereza. Na tumeona umekuwa unamsupport, tumeona umekuwa unaamini katika talent yake, kitu ambacho kwa wazazi wengine unajua inakuwaga ni issue, wanakuwa wanakomaa na mtoto, of which sio kitu kibaya kwenye upande wa elimu na masomo, lakini wewe umekuwa ni mtu ambaye very supportive, na tumeona umeanzia kuanzia ngazi ya chini kabisa. Kitu ambacho kabla hujaja hapa George Job, moja kati ya watangazaji katika michezo, alikuwa anasema ni muhimu sana kuanzia kusupport talent kwenye ngazi ya chini sana. So far unamuona yuko vipi, hatua yake, performance yake, na mwaliko unaozungumziaje? So far ni dua tu kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu the kid is a baller, kipaji kikubwa sana cha mpira wa miguu, afu anaupenda. Kwa hiyo mimi pia nisumbui, sipati wakati mgumu kwenye kumsupport, kwa sababu katika kitu ambacho huwezi kuskip ni siku zake kufanya training. Kitu ambacho utakuwa wewe mzazi ndio unamkumbusha, lakini ndio akiamka asubuhi atakwambia nakumbuka leo ni siku yangu kwenda training. Yeye mwenyewe. Kwa hiyo inakuwa rahisi kwangu mimi, kwa sababu unamsupport mtu, lakini mtu ambaye anajua ana passion na anakipenda hicho kitu kwa dhati. So hizi safari na mengine yote ni katika namna tu ya kupambana, kwa sababu ukiwa na mtu mwenye dream kubwa, mnaongea, mnapiga story, like anakuuliza maswali, bana mimi kuna siku naweza nikaenda labda Uingereza, nikaenda Man City. Kwa hiyo kama mzazi inakukaa, you feel like you have to do something. Kwa hiyo tuliangaikia tukaipata hiyo opportunity. Alienda Man City, lakini pia alienda La Masia Barcelona. Akatrain pia pale na certificate zake zipo. Ataendelea na training zingine 2 kubwa this year. So ninachosema kwa King hapa kikubwa ni kumwombea tu kwa Mwenyezi Mungu awe na discipline, na Mungu amlinde kipaji chake, kwa sababu haya mengine yote yako ndani ya uwezo. Mwenyezi Mungu hajawahi kushindwa kitu. Ni mtu ambaye mko na mkutanisha pia na baadhi labda ya wacheza mpira kutoka hapa nyumbani Tanzania, kwa sababu ni mtu pia ambaye naona pia unafuatilia mpira, lakini pia uliwahi kumshare picha ya Shomari Kapombe kama sikosei kwenye page yako ya Instagram, na ulikuwa unasifia kile ambacho amekuwa anakifanya. Sijawahi kumkutanisha bado na wachezaji maarufu wakubwa wa Tanzania, lakini nimekuwa nikipokea pongezi kutoka kwa wachezaji wakubwa wa maarufu wa Tanzania kwa kupitia mitandao ya kijamii, tuna chati. Nakumbuka John Boko aliwahi kunicheki tena, nadhani King alikuwa mdogo sana bado, alikuwa na miaka 6, miaka kama 3 nyuma hivi. Kitambo kidogo aliwahi kuni DM akaniambia, bana kuna huyo mtoto nimeona umempost mdogo anapiga ball, ni mtoto wako? Nikamwambia akaniambia dada huyo mtoto ana kitu kikubwa sana. Endelea kumsimamia. Kwa kuanzia hapo sisi then watu na chat tu, anauliza maendeleo ya kid na nini. Inanitia moyo kidogo, na mimi naendelea push. So feedback ya huko kutoka Man City na of course Barcelona, wao wameongeleaje au wameonaje kipaji chake? Yani kama mtihani, tuseme kama mtu ambaye kapata 99 au 98 ya 100. Yes. Ni swala la muda tu, na unajua kwa sheria zao mtoto mdogo wa miaka 9 hawezi kuishi bila kuwa na wazazi mmoja kule, baba au mama, right? Kwa hapa kuna swala kidogo la timing na muda, lakini soon vitu vitakuwa sawa. Au sio? I like that. So we go, au sio bana? Wasafi So, usafi kama wote.